Tunamshukuru Mungu jioni ya leo ametupa nafasi nyingine tena ya kuweza kusimama mbele zake. Ikiwa basi leo ni siku yetu ya kwanza ya majiundo ya safari yetu ya kiroho ambayo yatatupeleka takribani wiki moja na siku chache. Kwenye hii safari tutajifunza mambo mengi yatakayotusaidia kiroho, kimwili na kifamilia pia. Leo ninataka tujifunze somo linalosema financial freedom, uhuru wa kiuchumi wa familia. Tunaweza tukaweka kwa lugha hiyo, uhuru wa kiuchumi wa familia. Ndilo somo letu ambalo tutaanza nalo siku ya leo, uhuru wa kiuchumi wa familia. Watu wengi tumekuwa tukiutazama uchumi katika hali ya kimwili peke yake, na imekuwa ni moja ya njia ambayo shetani ameitumia kuwaangusha wengi, hata kama ndani yao wana juhudi, wana mipango, wana ndoto kubwa na vitu vingi vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo wamejikuta wanadili sana kimwili, lakini wakasahau kwamba uchumi una sura mbili. Sasa mimi nitazungumza sana juu ya sura ya kiroho ya kiuchumi. Uchumi una sura mbili. Sura ya kwanza ni sura ya kiroho, sura ya pili ni sura ya kimwili. Sasa mimi nitabezi sana kwenye sura ya kiroho. Kabla sijaendelea, niwape kitu ambacho kilinishangaza sana mwaka jana mwishoni. Mwaka juzi mwishoni, not mwaka jana. Nilikutana na baba mmoja, ana miaka kama anaenda kama 49 hapo, 49, 48. Anafanya kazi kwenye shirika moja la kimataifa, yeye akiwa kwenye nafasi ya ukurugenzi. Ana miaka 8 akiwa anafanya kazi. Mshahara wake kwa mwezi ni milioni 10 kwa mwezi, ni milioni 10. Kilichonishangaza aliponitafuta sasa kwa ajili ya mazungumzo, aliniambia kiasi cha mshahara ambao nimekwisha kuwatajia kwamba alikuwa anapokea milioni 10 mpaka sasa, labda kama ameongezewa hivyo. Kwa miaka 8 ambayo amefanya kazi kama mkurugenzi wa hilo shirika, hana hata uwanja wa $500. Tumsifu Yesu Kristo. Hana hata uwanja wa $500. Nyumba anayoishi amepanga. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba mimi mshahara wangu ni milioni 10, alafu akaniambia kwamba sijajenga, sikushtuka. Nilijua labda amewekeza kwenye hizi treasures bond za serikali na vitu gani hivyo. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba sijafanya kitu cha maana, nikawa interested. Nikamuuliza, haujawekeza mahali popote? Akaniambia sijawekeza mahali popote.
nilipata ukakasi juu ya maisha ya huyu ndugu. Nikamuuliza, mshahara wako umepeleka wapi, au ni nini cha maana ambacho pengine umekifanya? Akaniambia hakuna cha maana nimekifanya, labda tu nimemsomesha mdogo wangu ambaye amemaliza UDOM na yeye kazi hana. Nikamuuliza, kwenu mko wangapi? Akaniambia, kwetu tuko vijana 4. Mdogo wake anayemfuata ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, anafanya kazi Canada, lakini naye ni mlevi sana. Nikamuuliza, na yeye uchumi wake ukoje? Akasema, yani yule hatuchekani, naye hana kitu kama mimi, hajajenga wala nini, na hata kuoa hajaoa, ila yeye huyu mkurugenzi kaoa na familia na watoto 4. Huyo mdogo wake anaelekea miaka 40 ngapi huko, na yeye hajaoa. Mdogo wake huyu mwingine sasa amemaliza mwaka 2015 UDOM. Alipomaliza, huyu mkurugenzi alimpa mtaji zaidi ya mara 3, anamfungulia duka. Mara ya kwanza alimfungulia duka, lile duka likaja wezi, vibaka wakaja wakaiba kila kitu, akaanza upya, akampa tena mtaji mwingine, na penyewe akaja tena akaibiwa. Akaona ngoja tubadilishe gia, akamnunulia bodaboda. Akamnunulia boda ya kwanza, akaibiwa, ya pili akaibiwa. Akasema, basi bana, mimi nimefanya kwa nafasi yangu, jipambanie wewe mwenyewe. Mdogo wao wa mwisho kabisa sasa, yeye hakusoma, yuko tu kijijini na mama yake. Nikamuuliza, una wazazi? Akasema, ndio, lakini nina mama peke yake, baba alishatangulia mbele ya haki. Nikamuuliza, baba alitangulia ukiwa na umri gani, au ulikuwa unajitambua? Akasema, ndio, nilikuwa najitambua, lakini nilikuwa walau na miaka kama 17 hivi wakati baba anafariki. Kwa hiyo bado nilikuwa sijajipata, kwa hiyo bado hata nilikuwa sijatoka kwenye malezi ya mama na baba. Okay. Nikamuuliza, mama yako yuko wapi? Akasema, yuko kijijini. Nikamuuliza, mama umemjengea nyumba? Akasema, hapana. Hebu mnisaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Mnisaidie, mtu kama huyu ni hospitali gani unaweza ukampeleka akapata matibabu? Ipo familia, ipo hospitali inayoweza ikaona matibabu yake kwamba huyu jamaa anaumwa ugonjwa huu? Ni kwamba haipo, si ndio hivyo? Haipo. Nikamwambia, unaifahamu historia ya familia yako? Akasema, kidogo sana. Nikamwambia, basi kama unaweza, naomba mtafute mama au mlete mama nizungumze naye. Kabla hatujaendelea, naomba mlete mama tuzungumze naye. Kweli akafanya nilichomwambia, akamtafuta mama. Alipompata, baadaye akanitafuta, nikaenda nikaongea na mama. Mama yake, swali ambalo nilimuuliza kwamba, mama, unakiona nini kwenye maisha ya watoto wako? Yule mama alianza kulia. Kaambia, mama, sijakuita ulie, naomba tu niambie unakiona nini kwenye maisha ya watoto wako? Akasema, mwanangu, ninaumia sana, ninakufa hivi hivi bila kuona mafanikio ya watoto wangu, nakufa hivi hivi mwanangu. Ona huyu ambaye ni mkurugenzi, mtu mkubwa kabisa, ameshindwa kununua hata uwanja mwanangu, kwamba huu ni uwanja wake, ameshindwa. Huyu anayemfuata sasa amekuwa mlevi na ni msomi, lakini amekuwa mlevi sana. Ngambia, hao watoto baba yao aliwaacha wakiwa na umri gani? Akaniambia, nikamwambia, sasa hebu naomba uniambie mazingira ya baba yao alivyokuacha ilikuwaje? Yule mama sasa ndo akaniambia, na kumbe tatizo sasa la kiroho upande wa uchumi lilianzia pale. Yule mama aliniambia hivi, aliolewa kwenye familia ambayo ina watoto wa kiume wengi sana,
na baba mkwe wake yeye alikuwa na wake zaidi ya 3, maana yake alikuwa na wanawake kama 4. Lakini ni familia ambayo ilikuwa maskini sana. Kama mnavyojua vijijini, mtu anaoa akiwa hata hajui mke atakula nini. Yeye anachojua anaweza akaingia tu kwenye mashindano kwamba nataka niwe na wanawake wengi kama baba au vitu gani hivyo. Kwa hiyo wao walikuwa familia maskini sana. Sasa mume wa huyu mama ndo alikuwa kati ya wale wanaume ambao hawapati usingizi kwa ajili ya familia zao, yaani wanatamani watoke. Kwa hiyo alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anapigana usiku na mchana ili atoke kwenye kongo la umaskini la familia yake. Kweli nyota yake ikaanza kuonekana. Mungu akamsaidia, mwamba akapambana, akaanza kuchomoka. Ile tu amechomoka, pap, akafa kifo cha kutatanisha. Alikuwa anajenga ghorofa, ametoka nyumbani akiwa mzima, amemwaga mke wake kwamba anaenda kuangalia mafundi wanaendeleaje na ujenzi wa ile ghorofa tunalojenga. Amefika pale, amekagua ile ghorofa vizuri. Baada ya kukagua ile anataka kuondoka, akajikwaa, akaanguka, akafa pale pale. Kilichofuata, si mnajua mila za Kiafrika na utamaduni wa Kiafrika, mwanamke anavyonyanyaswa. Mali zote alizokuwa amepata yule baba akiwa na huyu mke wake, ndugu walimnyang'anya zote, bila kujali kwamba huyu baba alikuwa na watoto wa kiume 4. Ndugu walichukua kila kitu, hata ile ghorofa. Si mnajua kwamba ndugu yako akiwa na mafanikio, ikitokea ameondoka, kama ndugu wapo, hata kama alikuwa na kampuni, ndugu ataanza kuingilia kwamba tunaomba tuendeshe hii kampuni, hawa watoto tutakuwa tunawalisha, kitu ambacho ni uongo mkubwa. Kwa hiyo walifanya hivyo kwamba watoto hawa tutawaangalia, wao chini ya uangalizi wetu, lakini huyu mwanamke asiachiwe chochote kwa sababu anaweza akaondoka. Kwa hiyo huyu mwanamke akafanywa hivyo, akabaki hana kitu. Yule mwanamke, yule mama, yale mazingira ya kile kifo alichokiona, alijua kabisa kwamba mume wake ameuawa kwa namna fulani au nyingine, kwa namna ambavyo alikuwa anakutana na zile vita za kifamilia, namna ambavyo vijana wengine ambao hawajatoboa kimaisha walivyokuwa wanamuonea wivu, walivyokuwa wanampiga vita. Basi siku ya matanga, wameanua matanga, wamekaa kikao cha familia. Huyu mama sasa ambaye ni mjane akasimama akasema hivi, kama mwanamke niliyoolewa kwenye ukoo, nikaja nikawazalia na watoto, najua mmemuua mume wangu, leo ninatamka kwenye ukoo hamtakaa mmiliki kitu cha aina yoyote maisha yenu yote. Kwenye ukoo hamtakaa mfanye nini? Pigia mstari neno kumiliki. Hamtakaa mmiliki kitu cha aina yoyote. Bahati mbaya aliyoisahau huyu mama ni kwamba lile neno alilotamka lilikuwa linawahusu na wale watoto, kwa sababu wale watoto ni sehemu ya damu ya ule ukoo. Sasa neno hamtakaa mmiliki, hilo ni neno la kiuchumi. Tayari milango ya kiuchumi ya hii familia au ukoo imetamkiwa neno gumu sana. Hamtakaa mmiliki, sio hamtakaa msome, sio hamtakaa mpate kazi, sio hamtakaa muolewe. Laana huwa inaelekezwa pa kukaa. Ndio maana wakati mwingine laana haikai kila eneo. Laana huwa haikai kila eneo. Mara nyingi laana inaelekezwa mahali pa kukaa. Kakae kwenye eneo la uzao, inakaa kwenye hilo eneo. Kwenye maeneo mengine yote mnaweza mkakuta mko vizuri, lakini kwenye eneo fulani ile laana inagota. Kwa hiyo huyu mama alipotamka hamtakaa mmiliki chochote,
ile laana ilienda kwenye eneo la kiuchumi, ikafunga eneo lile la kiuchumi, sio la kielimu. Ndio maana hao walisoma na kazi wakapata. Hii laana haikuwazuia kupata kazi, haikuwazuia kusoma, lakini iliwazuia kumiliki. Kwa hiyo ndio maana huyu anapata mshahara wa milioni 10, lakini hajui afanye nini, na unavyoisha na yeye hajui. Mdogo wake amesoma, ni daktari bingwa, ameishia tu kuwa mlevi, mshahara anaopata unaishia kwenye ulevi, hamiliki kitu cha aina yoyote. Kwa hiyo hii familia, shida ilikuwa ni eneo la kiuchumi. Upande wa kiroho limetamkwa neno gumu sana, ambalo kutoboa kimaisha inakuwa ngumu. Ndo somo langu linaanzia hapo, kwamba hali ya mafanikio ya mtu wa aina yoyote, cha kwanza, haiangalii juhudi zake au maarifa yake au uzuri wake au jitihada zake. Inaangalia kwanza hali ya kiroho, ya kiuchumi, upande wa familia anayotoka. Hali ya kiroho, ya kiuchumi, ya upande wa familia unayotoka inaweza ikachangia mafanikio yako au anguko lako. Ikiwa familia yako imetolewa kwenye nafasi ya uchumi kiroho, hata uwe na vyeti vinavyohitajika vyote duniani kuwa navyo, hautafanya lolote ikiwa mmetolewa kama familia kwenye nafasi ya uchumi kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alipomuumba Adamu au alipomuumba mwanadamu, alimweka kwenye bustani ya Eden ailime na kuitunza. Huu ni uchumi. Ngoja tusome kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3. Nafikiri ni kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 15. Baada ya kuwa mwanadamu ameumbwa, inasema hivi: Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa nini ailime? Mwanadamu ni mwili na roho. Sasa wengi tunapokuja kwenye swala la mafanikio huwa tunazingatia sana mwilini, hatuzingatii rohoni. Kwa hiyo Mungu anapomweka Adam kwenye bustani ya Eden, anampa jukumu la kuilima na kuitunza. Lakini kabla ya hapo Mungu alikwisha kumbariki Adam kwamba enenda ukazae uongezeke kwenye kila eneo utakalokuwa unafanya. Sasa Shetani kabla hajafanikisha maisha ya mtu huwa anataka mtoe kwanza huyo mtu kwenye nafasi. Ndio maana ilikuwa rahisi sana kumpiga Adam baada ya Adam kutolewa kwenye bustani ya Eden. Kwa nini? Alijua kabisa nje ya bustani ya Eden Adam anaweza asiwe na nguvu za kujilinda. Kwa hiyo nini ambacho Shetani anakifanya kwenye maisha ya watu wengi ni kwamba cha kwanza kabisa anawatoa watu kwenye nafasi zao kiroho. Kwa hiyo Adam anatolewa kwenye bustani ya Eden. Na nani aliyemtoa kwenye bustani ya Eden? Shetani.
Na kwa nini anamtoa kwenye bustani ya Eden? Anataka kumtoa kwenye nafasi yake. Ndio maana Mungu anapokuja anamuuliza Adamu, uko wapi? Hakumuuliza Adamu, umefanya nini? Alimuuliza Adamu, uko wapi? Unajua tafasiri yake? Tafasiri yake ni kwamba Mungu anaona kabisa kwenye ile nafasi aliyokuwa amemweka Adamu, hayupo kwenye ile nafasi. Kwa hiyo familia nyingi Shetani amezitoa kwenye nafasi zao kiroho, upande wa uchumi, lakini wengi hawajui kama wametolewa kwenye familia, wametolewa kwenye hizo nafasi kiroho. Sasa iko hivi, ikiwa familia yako imetolewa kwenye nafasi yake kiuchumi, itakuwa ngumu sana wewe kutoboa. Na inatolewaje kwenye nafasi kiuchumi? Inatolewa kwa kutamkiwa maneno magumu au dhambi au laana. Kwamba anatokea mtu, anaweza akawa miongoni mwa wanafamilia ambaye anatamka laana tu juu ya familia yake. Anatokea mtu ambaye ni mpambanaji, ambaye anatafuta usiku na mchana, wanafamilia wanatokea wanamuumiza kwa sababu ya haso zake, anajikuta ametamka neno gumu linalohusiana na uchumi kwenye hiyo familia, na lile neno linawafunga wote. Kwa wanajikuta hawasogei. Kwa lugha nyingine ni kwamba lile neno linawatoa wote kwenye nafasi. Ishu ya kawaida ni hii. Angalia familia ambazo mtoto wa kwanza hajafanikiwa, yaani yule firstborn yule. Angalia kama hajafanikiwa, huwa ni vigumu sana wadogo zake na wao kufanikiwa. Anaweza akatokea akafanikiwa, lakini sio kwa uwepesi. Atakuwa ameumia sana. Unajua ni kwa nini? Yule mtoto wa kwanza huwa amebeba nafasi za wote. Akitolewa kwenye nafasi yake, ni kama na hao wanaokuja na wao wanakuwa wametolewa kwenye nafasi yao. Na huwa sio rahisi sana kufanikiwa kwenye familia ambayo mtoto wa kwanza hakufanikiwa. Huwa sio rahisi. Sio rahisi hata kidogo kufanikiwa kwenye familia ambayo mtoto wa kwanza amelichengesha. Subutu. Lakini haimaanishi kwamba hutafanikiwa. Utafanikiwa, ila cha moto utakiona. Kwa nini? Utakuwa unatafuta ile nafasi ambayo yule wa kwanza alitakiwa kuwa ameilinda. Kwa unaanza tena kuitafuta ili kuirudisha kwenye umiliki wako, jambo ambalo si jepesi. Ndicho ambacho Shetani amekifanya kwenye upande wa kiuchumi wa watu wengi. Kuna watu ambao wana juhudi sana, wala hawawezi wakalaumiwa, lakini juhudi zao hazijawahi kuzaa matunda ya aina yoyote. Lakini hawa watu wameshindwa kujiuliza hali ya kiroho ya kiuchumi upande wa familia za asili wanazotoka ikoje. Usipambane tu kupata ajira, kwamba ajira zimekuwa ngumu. Hali ya kiuchumi ya familia yako ya asili unayotoka ikoje? Useme tu kila biashara unayoanzisha inakufa. Hali ya asili ya familia unayotoka upande wa uchumi ikoje? Kwa sababu unaweza ukawa unatazama upande mmoja tu, lakini ukawa umesahau upande wa pili. Mimi hili jambo lilinitesa sana. Nimetokea kwenye familia ambayo
Mtoto wa kwanza alifeli, wa pili alifeli, wa tatu alifeli, wa nne alifeli, wa tano alifeli. Tuko 10 mpaka yule ninayemfuata hapa. Ili nihangaisha sana, kwa sababu nilikuwa nikipata tu mitaji unashangaa mtaji umeisha bila kuelewa. Sijahonga, sijanywa pombe, sijacheza kamari, lakini hakuna kitu cha maana kinachosimama. Siku moja nikiwa nasali mbele ya Yesu Ekaristi, akaniambia, tengeneza kwanza hali ya kiroho ya uchumi wa familia unayotoka. Wewe unataka usimame, lakini waliokutangulia wameanguka. Ile asili na kuvuta na wewe uanguke kama walivyoanguka. Waliposema damu ni nzito kuliko maji, hawakukosea. Kwenye familia unayotoka, ikiwa wengi wameanguka, wewe unayetaka kuinuka, huwa kuna aina fulani ya asili na kuvuta na wewe uanguke kama walivyoanguka. Tusome waraka wa kwanza wa Mtume Petro, sura ya kwanza, ule mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro. Kuna kitu hapa ambacho Mtume Petro amekizungumza, na pengine wengine huwa tunakipita. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza mstari wa 18, anasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu. Hebu sema mwenendo. Mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mlioupokea kwa baba zenu. Kuna mienendo ya kimwili na kiroho tunaweza kuipokea kutoka kwa waliotangulia. Mienendo ya aina gani? Ipo mienendo ya kimwili na mienendo ya kiroho. Mienendo ya kimwili inaweza ikawa ni mienendo ya upande wa familia, na usisahau pia inaweza ikawa upande wa kiuchumi. Mienendo mlioipokea kutoka kwa baba zenu kiuchumi ikoje? Sio rahisi kutoboa kwenye familia ambayo babu hakwenda popote, baba hakwenda popote. Unainuka wewe. Kumbuka, umaskini ukikaa kwa muda mrefu kwenye familia fulani, ule umaskini unageuka kuwa mfumo, na ukisha kuwa mfumo unageuka kuwa roho. Ndio maana mnasikia kwamba roho za umaskini. Ulitengenezeka mfumo, baadaye roho ikatengenezeka, ikajilebo kwamba familia hii ina roho ya umaskini. Mienendo ya kiuchumi mlioipokea kutoka kwa baba zenu ikoje? Kwa unaweza ukawa uko smart, unaweza ukawa una nidhamu, unaweza ukawa unahudhuria madarasa yanayohusu ujasiriamali, lakini nothing. Ndio maana tunakutana na watu ambao akikupa ushauri unaenda kufanikiwa, lakini yeye aliyekupa ushauri hajawahi kufanikiwa hata kidogo. Yaani ana maarifa ya kukupa wewe ukafanikiwa, lakini yale maarifa yeye mwenyewe yameshindwa kumsaidia kufanikiwa. Kwa nini? Mifumo ya mwenendo aliyopokea kiroho kutoka kwa wazazi, kwa baba zake, haimruhusu. Na kila familia ina mstari ambao umecholewa. Ndio maana ni rahisi sana mtoto aliyetoka kwenye royal family kufanikiwa, kwa sababu mfumo wa familia aliyotoka ni familia ya kitajiri. Kwa amejitengeneza kwenye huo mfumo, yeye ni rahisi kufanikiwa. Na ni ngumu sana
mtoto aliyetoka kwenye mfumo wa familia ya kimaskini kufanikiwa. Mwenendo aliopokea kiroho kutoka kwa baba zake, mwenendo wa kiumaskini, mwenendo wa kiupagani. Ndio maana msiwalaumu watu kwamba kwa nini ni watu wa kusali Jumapili peke yake. Hali za kiroho za baba zao zilikuwaje? Walikuwa ni wapagani. Unategemea huyu mtu awe Mkristo aliyesimama imara? Sio jambo jepesi. Sio jambo jepesi kubadilisha mfumo uliokaa au uliotawala kizazi kwa muda mrefu. Sio rahisi. Na kama hilo unataka uliamini, angalia hata serikali inayoingia madarakani baada ya serikali fulani kuwa imetoka madarakani, huwa inachukua muda mrefu sana kubadili mfumo wa ile serikali iliyotangulia. Ili na yenyewe jitengenezee mfumo wake. Huwa sio jambo jepesi. Ndio maana atafanya rishafu ni nini? Anatengeneza mfumo, na huwa haumalizi ule mfumo, huwa unabaki. Kwa hiyo issue ya uchumi usiitazame kwa hasara unazopata. Usiitazame kwa kukosa kazi. Itazame from the grassroots, the origin. Hali ya kiroho, ya kiuchumi, ya asili unayotoka ikoje? Ikoje? Na hili ni la muhimu sana kulizingatia. Nilikutana na baba mmoja na kampuni ya ukandarasi. Yule baba anapata sana tenda anapata sana, lakini hajawahi kupata tenda ambayo analipwa pesa hapo hapo. Yaani tenda zikitokea, akiingia kwenye kinyang'anyiro anapata tenda. Akishapata ile tenda, anaambiwa atalipwa baada ya kumaliza ile tenda. Kama ni ujenzi wa barabara, anaambiwa utalipwa baada ya kumaliza huo ujenzi au vitu gani hivyo. Sasa akishapata tenda, anachokifanya yeye, anaingia benki, anavuta pesa, anaanza huo ujenzi aliyokabidhiwa. Akishamaliza kwenda kudai pesa yake, atazungushwa hata miaka 2 ndo anakuja kulipwa hela yake, na muda huo unakuta ameingia kwenye madeni tena. Kwa hiyo baba akasema tatizo lake ni moja tu, madeni yanamtesa sana. Hajawahi kufurahia faida ya aina yoyote, anayosema kwamba sasa nimepata faida ambayo naweza nikafurahia. Hajawahi. Fika mahala mpaka nyumba aliyokuwa anajenga inauzwa kwa sababu amekopa, ameshindwa kulipa. Amemaliza kazi aliyopewa, hawajamlipa pesa kwa wakati. Akienda wanamwambia tunajua unatudai na sisi tunafanya kazi usiku na mchana ili tukupe pesa yako, ni haki yako, lakini tuvumilie. Benki hawawezi wakapokea haya maelekezo unayopewa huku na hao waliokupa tenda. Wao wanataka ile deadline waliojiwekea, muda ukifika tu wanataka cha kwao, kwamba tuvumilie. Wao hilo hawaelewi. Muda umefika, toa hela. Kumbe siku moja tukiwa tunasali mbele ya Yesu Ekaristi,
padre alikuwa anamtembeza Yesu wa Ekaristi. Sasa alipofika upande aliokaa yule baba akaanguka. Akawa kama amepoteza fahamu, akawa anaongea lugha ambazo hazieleweki. Sisi tukaendelea kusali. Baada ya kusali, waumini wakatawanyika wakaenda nyumbani. Yeye akabaki akiwa kwenye yale mahangaiko. Basi Father akaniambia hebu tukamuone. Tukaenda tukamuona. Mimi alikuwa alishaniambia scenario yake. Kanyunyuzia maji ya baraka. Kuna spirit zikalipuka. Zilipolipuka zikasema, sisi tumekaa kwenye huu ukoo kwa miaka 400. Mnataka toa twende wapi? Tumeutawala huu ukoo miaka 400. Na haya madeni tumeyasababisha sisi. Likalipuka likasema, alipe deni la baba yake. Alipe kwanza deni la baba yake. Deni gani? Kondoo. Ilikuwaje? Baba yake walizaliwa vijana 3 tu wa kiume. Siku moja wakadhamiria kwamba wakutane kama vijana wa familia. Kwa hiyo wakapeana majukumu kwamba kila mmoja alete kondoo wa kuchinja. Kila mmoja alete kondoo. Kwa hiyo huyu baba yake na huyu injinia hakuwa vizuri upande wa uchumi wakati huo. Kwa hiyo wale wenzake wawili wakaleta zile kondoo. Yeye hakupeleka kwa sababu hakuwa vizuri kiuchumi. Wenzake wakamuuliza, wewe, tulikubaliana kwamba kila mmoja alete kondoo tumchinje, tule, tufurahi na familia. Wewe kondoo wako yuko wapi? Akawaeleza kwamba hali imekuwa ndivyo sivyo. Kwa ndio maana imetokea hivi. Mmoja wa wale ndugu zake akasema, utadaiwa wewe na watoto wako. Unaona sosi ilikuanzia. Utadaiwa wewe na watoto wako watakuja wadaiwa. Kwa hiyo huyu mwamba anakutana na vitu ambavyo kiroho vilishatamkwa. Deni. Na kweli tulipomuuliza yule baba baada ya kuwa amepata fahamu, akasema, haya madeni unajua yamemuua mdogo wangu, alikuwa ni mwalimu kule Tunduru Masasi. Amekopa hela za watu mpaka kwenye kausha damu, ameacha kadi huko na vitu gani. Tulishtukia tu amejinyonga na ameacha barua kwamba mimi kilichoniua kaka yangu, uangalie watoto wangu, nimekuachia hayo, lakini mimi kilichooondoa uhai wangu ni madeni. Hicho anachopitia kaka yake mkubwa. Hali ya kiroho, ya kiuchumi, ya familia ya kwako ikoje? Sasa unaweza ukawa una nguvu, lakini kumbe kuna vizingiti fulani ambavyo vinakuzuia na hata uelewe. Saa ingine lazima ujue maneno ya waliopita yanaweza yakawa yanaishi kwenye maisha ya waliopo. Kwa lugha nyingine ni kwamba maisha ya waliopita huwa yanaishi ndani ya maisha ya waliopo. Kwa hiyo huyu baba anapita kwenye hali fulani ya madeni, hata haelewi. Kumbe kuna zuio la kiuchumi upande wa kiroho limeleta madeni. Na tayari lishamua mdogo wake
kwa sababu ya madeni. Nakubali kwamba umesoma. Nakubali kwamba una nidhamu ya pesa. Nakubali kwamba hauna kona. Nakubali. Lakini nipe matokeo ya juhudi zako. Nipe. Watu wengi leo ukiwauliza matokeo ya juhudi zao, hawawezi wakayaonyesha kwamba matokeo yangu ndio haya. Na kinachozungumza sio juhudi, kinachozungumza ni matokeo. Tumsifu Yesu Kristo. Mechi, mnaweza mkao mnacheza mpira uwanjani, kawepo timu ya kucheza mechi vizuri sana, pasi ikawa inapiga vizuri sana, ikamiliki mpira kwa 99%, lakini ikawepo timu ambayo ikipata tu mpira inapiga huku na ovyo nini na nini, lakini ikabahatisha ikafunga goli. Hii timu iliyokuwa inacheza vizuri sana isipate hata goli moja, lakini hii iliyokuwa inacheza ovyo ovyo imepata goli. Ipi na matokeo? Iliyocheza mpira vizuri sana au iliyofunga goli? Iliyofunga goli. Tunachoangalia kwenye maisha sio tu juhudi. Ndio, juhudi hata sisimizi anazo. Tunachotaka ni matokeo ya unachokifanya. Yako wapi matokeo? Matokeo ya ajira yako yako wapi? Tunataka tuone ni mfanya biashara kweli. Tunataka tuone shopping mall amejenga. Tunataka tuone kweli amewekeza, anapokea hisa fulani kwenye mifuko na hati fungani mbalimbali za serikali. Tunataka tuone matokeo. Hauwezi tu katuambia maneno kwamba nimesoma sijui nimefanyaje. Matokeo ya elimu yako yako wapi? CV zako hazitusaidii kama usipotuonesha matokeo. Mnafikiri wazee wa zamani vijana wao walipokuwa wanataka kuoa, wazee walikuwa wanawachagulia familia za kuoa? Hawa wazee hata kama walikuwa hawajui, ila walikuwa wako kiroho zaidi. Ndio maana anakuambia mji ule usioe, ukioa pale utakuwa umeoa laana. Mji ule oa, ukioa pale utakuwa umeoa baraka. Inshu ya kiroho. Mwenendo mlioupokea kutoka kwa baba zenu upi? Na ngoja niwaambie, roho ya umaskini huwa ina kawaida ya kutengeneza level ya maisha ya familia husika. Ndio maana akitokea mtu kwenye familia ambayo ni maskini sana, akitokea kuwa star, huwa anapigwa vita sana na wale wanafamilia wenzake. Yaani vita kabla haijatoka nje, huwa inatoka ndani ya wanafamilia. Sasa wewe unaweza ukawa unawalaumu kwamba ni ndugu zako ndo wanakupiga vita. Sio ndugu zako. Ni ile roho ya umaskini. Kwa nini? Inataka ulinganisho. Inataka muwe na aina fulani ya level ya kimaisha. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Limo. Nimemtaja jina. Basi Limo wako wengi. Tumsifu Yesu Kristo. Limo wako wengi. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Limo. Yeye ndo mtoto wa 3 kuzaliwa
kwao wako kama 6, wa kiume wako 2, yeye huyo Limo, wengine ni wa kike. Limo hakusoma, lakini amezaliwa kwenye familia maskini sana. Hata kwenda Dar es Salaam hakupanda basi, alipanda lori la mizigo. Amefika Dar es Salaam, hakuwa na mahali pa kufikia, alikuwa analala mtaani. Akaja akapata kazi kwenye duka, akawa anauza kama mfanyakazi wa ile duka. Ameuza, muda huo anajibana, kiasi anachopata anajibana, akawa na nidhamu. Mungu akamsaidia, Mungu amemsaidia. Limo akafungua duka la kwake, mambo yakaenda vizuri. Akafungua duka la pili. Dada zake wa kwanza na wa pili wako nyumbani, na wote wamezalia nyumbani. Akaenda pale nyumbani, akachukua mtoto wa dada yake mkubwa, akamwambia njoo twende mjini, wewe unaniuzia pale na wewe upate pa kujiegesha. Akamchukua, akaenda akamweka. Hao wengine ambao wako nyumbani bado ni wadogo, watoto wa dada zake ambao wamezalishiwa hapo nyumbani tu, wametelekezwa na waume zao, akachukua jukumu la kuwasomesha. Bana, dada yake mkubwa akaenda kwa mganga wa kienyeji, akasema huyu Limo ameshapata hela, ameanza kutudharau. Mtu unayemsomeshea watoto, mtu ambaye umechukua watoto wake umeweka dukani. Akaenda alipoenda, ile mganga akamwambia unataka tufanye nini? Ambia ninataka afilisike, ameshaanza kuleta dharau. Hilo tu. Sawa. Akampa dawa kama kimfagio tu. Akamwambia sasa funga safari uende mpaka Dar es Salaam. Na hichi kimfagio ukifika uje uende kwenye hizo biashara zake, alafu uje ukifagie tu pale dukani. Dada akafunga safari, akamwambia kaka mdogo wangu nakuja kukusalimia. Limo akasema karibu dada. Kweli akafika. Unajua mchaka za Dar es Salaam, watu wanaamka saa 11, saa 10 kwenda kwenye makazi yao kufungua biashara. Sasa imefika saa 11, dada alifika jana, imefika saa 11. Limo anaamka kwenda kufungua biashara. Dada yuko macho. Kaambia dada, leo nitawahi kufunga biashara, nitakuja tuongee. Sema wewe pumzika kwa sababu umefika jana. Dada akasema hala hata sijachoka, naomba tu nikaone mdogo wangu unapofanyia biashara, nikapaone tu. Dada, kwa sababu huko siku nyingi nitakupeleka. Mdogo wangu hata sasa sijachoka, wala usijali. Sasa Limo akaona kumkatalia huyu kwa muda mrefu haina haja, basi twende. Dada akaenda na kamfagio kake alikopewa maelekezo. Roho ya umaskini hiyo inavyotaka kuwarudisha wote nyuma. Mbona huyu mbona anataka kutoka kimaisha? Mbona anataka kuiokoa hii familia? Tunamrudisha na yeye upya, aanze upya. Kaenda akafagia.
ulipita upepo fulani. Ndio maana shaking nyingine za kiuchumi uone za kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Mapito mengine ya kiuchumi usiyachukulie kwamba ni hali ya upepo. Huwa mengine ni ya kiroho. Akasheki, duka la kwanza akafunga, duka la pili akafunga. Limo akatoa sadaka, akamwambia Mungu, mimi huwa ni mwaminifu sana wa kutoa fungu la 10. Sasa ninatoa hii sadaka. Akainuia, akaniambia Boke, nilitoa ile sadaka nikamwambia Mungu, ninaomba kama kuna mchawi au mtu yeyote mbaya amehusika kuua hii biashara yangu katika mazingira ambayo mimi sielewi, ninatoa hii sadaka Mungu. Huyu mtu aje ugue ugonjwa ambao tiba yake haitaonekana. Halo. Tiba yake kumbe ni dada mtu akaanza ugua. Peleka kwenye hospitali nyingi hawaone ugonjwa. Alifariki yule dada. Lakini kabla ya kufariki alimuita mdogo wake Limo, akamwomba msamaha. Akaniambia, kaka mdogo wangu, mimi nakufa, sitaki nife nikiwa sijalisema hili kwako, nisamehe. Limo akamuuliza, nikusamehe nini dada? Nisamehe, mimi ndo nimehusika kwa 1, 2, 3. Mtu anakufa na ulikuwa unatunza watoto wako na amekwambia ukweli. Hivi hao watoto tutaendelea kuwatunza kweli? Labda uwe na roho wa Mungu sana. Mimi mwenyewe sijui. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ni nini? Hali ya kiroho ya kiuchumi ya familia anayotoka. Kuna umaskini. Kuna spiriti ambazo hazitaki watu wainuke, wawe wakuu, wawe na uchumi uliosimama. Kwa unaweza kuwa unapambana pap. Michongo yako inaenda na vitu gani unatega mitego huku na huku, lakini hainasi. Inafika mahala sisi wanaume tunasema tumeumbiwa mateso. Umeumbiwa wewe, mimi sijaumbiwa wewe mateso. Sasa unateseka mpaka unakufa kweli rafiki yangu. Lakini hali ya kiuchumi ya kiroho upande wa familia unayotoka ikoje? Vyeti vyako viko vizuri, kichwani uko vizuri, nidhamu nayo. Mimi kuna watu huwa wanakuja kwenye counseling, akipaki gari lake hapo akiniambia hata anachopitia, nasema Mungu wangu, ni huyu au ni mwingine? Kuna dada mmoja alikuja na gari karibia sio na milioni 100 ngambe, akasema kaka, usinione napendeza, ninadaiwa mpaka ngozi inanuka madeni. Kamuuliza, na gari lote hilo lilivyo zuri? Kaka, ni la mkopo. Huo mkopo unanitesa. Spiriti gani imemnaniga heka mbili kwaje? Yaani nimeingia mkopo kazini, huo mkopo ndo nimeenda kununua hii gari. Hali ya kiroho ya uchumi. Kabla ya kupambana utoke kiuchumi kimasomaso, tazama kwanza hali ya kiroho ya familia yako kiuchumi ikoje. Yupo aliyetoboa? Na nini kilichokuwa kinawapata waliokuwa wanakaribia kutoboa? Tazama hasa walizokuwa wanapitia. Na nini kilichowazuia wengi wasitoboe? Ikafika mahala wakakata tamaa. Nasema kama maisha yenyewe ni haya basi. Nini kilikuwa kinawazuia? Na ukiangalia kwa undani kabisa utakuta kabisa kuna limitation ambazo ziliwekwa kwa waliokutangulia. Na hizo limitation nao unakutana nazo uso kwa uso. So una overcome vipi?
Wengi huwa hapo ndipo tunapokuja kutumia hisia, kutumia mwili kusovu changamoto ambazo ni za kiroho. Nimewaambia mwanadamu ni mwili na roho, na hakuna kitu ambacho kina nguvu kama roho. Niwaambie tu kwamba kuna ulimwengu unaoonekana na usioonekana. Ule ulimwengu usioonekana una nguvu zaidi kuliko ulimwengu unaoonekana. Ule ulimwengu usioonekana ndio unaoamua. Huu ulimwengu unaoonekana unatekeleza hilo agizo. Ndio maana mchawi anaweza akawa amekaa sehemu akaua uchumi wako na huo uchumi ukaanza kufa kitaratibu taratibu. Ameua kwanza kiroho, matokeo yanaonekana kimwili. Mtu yeyote unayemwona leo amefilisika, hakufilisika kwanza kimwili, alifilisiwa kwanza kiroho. Mtu unayemwona leo amefukuzwa kazi, hakufukuzwa hiyo kazi kwanza kimwili, alifukuzwa kiroho kwanza. Ndio maana unaweza kaenda kwa wale wataalamu sasa. Hata kama unataka kumfanyia mtu mabaya, unaenda kwa wale wataalamu. Unashangaa huyo mtaalamu anavuta beseni lina maji. Akwambia, mtu unayemtaka ni huyu. Huyu umejuaje? Sio umejuaje, kuna ulimwengu unaoweza kufanya hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Alafu anakuuliza, ni huyu, unataka tufanyeje? Nataka afe. Shangaa pale anakuchoma kisu Haimaanishi kwamba unakufa siku hiyo hiyo. Baada ya hapo kuna mazingira yanatengenezeka ya wewe kujikuta kwenye hiyo hali. Unataka afunge maduka. Nataka afunge maduka yote. Nilivyo mwaka juzi, nimekutana na dada moja mfanyabiashara wa madini. Ana hela hatari. Nilikuwa nimeenda kutoa semina hivi. Hasa jioni tumetoka na paroko. Tumeenda mahali kujipongeza. Na huyo hapo. Aliponiona, mwalimu. Alikuwa kidogo amechangamka, si unaelewa alikuwa kidogo amechangamka. Mwalimu umetufundisha vizuri. Unajua mwalimu amechangamka. Unajua mwalimu nyewe mnakutana na mambo mengi sana. Sasa akaropoka. Akasema, unajua mimi mwalimu nina uwezo wa kuona mwanaume mwenye nyota. Yaani nikiona mwanaume ambaye nikitoka naye natoka kimaisha, huyo mwanaume hata niombe bilioni 1 nampa, as long as nitoke naye nichukue kile alicho nacho. Kivipi? Kuna ulimwengu unaofanya hizo kazi, ambao huu ulimwengu wa mwili hauwezi ukasovu. Bahati mbaya Waafrika tumeipokea elimu vibaya. Kuna mtu akiwa na PhD anajua sasa hivi na PhD shetani hawezi akanifanya chochote. Yaani anafikiri ile PhD yake itapambana na shetani. Anafikiri ile masters yake itapambana na shetani. Anafikiri ile degree yake. Yaani akishasoma akapata PhD, vile watu wanavyomheshimu, anafikiri hata na shetani atamheshimu hivyo hivyo. Na hao ndo wanapigwa vizuri kiuchumi. Kama unafikiri Natania, utafiti uliotoka majuzi hapa unaonesha kwamba Tanzania watu ambao hawana degree wala diploma ndio wameshikilia uchumi wa nchi hii, lakini wale wenye degree, certificate, PhD, masters hawana lolote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.